Kaya zaidi ya 400 katika kata ya Iragua wilayani Ulanga mkoani Morogoro zakosa makazi baada ya nyumba zao kuezuliwa na upepo mkali ulioambatana na mvua kubwa. Jeshi la Sudan lathibitisha kuikomboa ikulu ya Khartoum baada ya mapigano makali na kundi la wanamgambo wa RSF. Katika michezo, mwogeleaji wa kimataifa wa Zimbabwe Christy Coventry amechaguliwa kuwa rais wa kwanza mwanamke wa kamati ya kimataifa ya Olimpiki kwenye michezo ya kuogelea. Naam, bila shaka ubuheri wa afya njema mtazamaji wa Channel 10 Plus habari. Mimi ni Filipina Ndwata, nipo hapa kukuangazia habari za kutwa nzima ya leo. Lakini siko peke yangu, nipo naye Kiungo Biriani Lulu Ali, yeye atakujuza mengi zaidi katika upande wa habari za michezo pamoja na burudani. Mtazamaji karibu, na moja kwa moja tunaanzia mkoani Morogoro. Kaya zaidi ya 400 zilizopo ndani ya vijiji 4 katika kata ya Iragua wilayani Ulanga mkoani Morogoro zimekosa makazi baada ya nyumba zao pamoja na taasisi mbalimbali za serikali kuezuliwa na upepo mkali ulioambatana na mvua kubwa zilizoanza kunyesha maeneo mbalimbali hapa nchini. Mwenyekiti wa kijiji cha Kidugalo wilayani Ulanga Francis Ruwemba amesema baadhi ya wananchi hawana makazi, huku waliojeruhiwa na matofali wakiendelea kupatiwa matibabu katika zahanati ya kata ya Iragua, huku viongozi wa kata ya Iragua akiwemo Elizabeth Ruwemba pamoja na mbunge wa jimbo la Ulanga Salim Hashim wamesema tayari misaada ya kibinadamu imeanza kutolewa na kuomba msaada zaidi kutoka kwa serikali ya wilaya na mkoa wa Morogoro. Tupate taarifa zaidi. Karibuni nyumba za wanakijiji 206 pakiwemo na taasisi kama shule ya sekondari ya kata ya Iragua ambacho iko kwa kijiji changu cha Kidugalo, pamoja na shule ya msingi Kidugalo, ikiwemo na ofisi ya kijiji nayo ikawa na kanisa moja. Hali ya wananchi wangu kwanza niseme wapo kwenye hali ya majonzi kulingana na changamoto iliyoweza kuwakuta. Wengi wao wamekosa sehemu za kulala, wengine waliweza kuja kujihifadhi kulala maeneo ya ofisi na kwa majirani. Kuna msikiti wa Namhanga, shule ya sekondari Iragua, shule ya msingi Namhanga, ofisi ya kijiji Kidugalo. Kwa hiyo kama mtendaji kata kushirikiana na wenye viti wa vijiji wa kata ya Iragua vijiji 4 pamoja na watendaji pamoja na mheshimiwa diwani tulishirikiana kwa pamoja kwa ajili ya kuhamasisha wananchi kwanza waanze kusaidizana wenyewe kwa wenyewe, kwa maana kwa kulingana na adha hiyo kubwa tusingeweza kumsaidia mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tulifanya mikutano kwenye kata nzima kwa jana na kuhamasisha wananchi waweze kushirikiana wao kwa wao katika kurudishia zile nyumba ambazo zinaweza kurudishika kwa haraka ili watu waweze kupata makazi ya kujihifadhi. Hewa haikuwa nzuri sana. Kulikuwa na mvua kubwa na upepo na radi. Hasa ule upepo ndio uliopelekea kuezua haya madarasa yetu 3 pamoja na ofisi moja. Kiujumla kwa sababu tuna madarasa mengi, kwa hiyo haya yalikuwa hayatumiki. Yalikuwa yanatumika tu kwa kazi ndogo ndogo kama kuhifadhia vifaa mbalimbali ambavyo tunavyo hapa shuleni. Ombi kwa serikali kwanza ni kufanyia marekebisho haya madarasa, kwa sababu ni yale madarasa ambayo yalijengwa muda mrefu na yalikuwa hayana ukarabati. Kwa hiyo kutokana na hii hali ambayo imetokea, tungeiomba serikali iweze kutusaidia ili kuweza kuyarekebisha haya madarasa. Katika vijiji vyote 4 na maafa yale yalikuwa yameleta madhara tofauti. Kuna watu ambao kiukweli mpaka sasa hizi hali zao ni mbaya. Nyumba zaidi ya 433 zimepata maafa. Wengine 30% at least kidogo unakuta mapaa yametoka nusu, lakini 70% nzima watu hawana nyumba za kuishi, lakini pia hawana chakula. Kwa hiyo ni wito wangu kwa wananchi wenzetu pia, mwenye chochote ya kuwasaidia kata ya Iragua tunaomba tusaidie. Lakini ikiwa kama mheshimiwa mbunge nilipita, lakini zoezi la kwanza ambalo niliamua kulifanya ni kuwapatia chakula katika kaya zote 433 kwa kupelekea kiroba cha sembe katika kila kaya. Lakini pia bado tunawasiliana na mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya, kwa sababu janga limekuwa ni kubwa, tuone ni jinsi gani tunaweza kuwasaidia ndugu zetu ambao wamepatiwa maafa haya. Tukitoka huko mkoani Morogoro na sasa ni Khartoum nchini Sudani.
Televisheni ya Sudani na vyanzo vya kijeshi vimesema vikosi vya kijeshi vimewafurusha wapiganaji wa RSF kutoka kwenye maeneo ya ikulu, huku Nabil Abdallah, msemaji wa jeshi, akithibitisha kuwa hadi sasa jeshi la taifa wameuchukua udhibiti wa ikulu na majengo ya serikali. Msemaji wa jeshi la Sudani, Jenerali Nabil Abdallah, amesema vikosi vya serikali vimeangamiza kabisa wapiganaji na vifaa vya adui ambao ni wapiganaji wa kundi la RSF. Ameapa kwamba jeshi litaendelea kusonga mbele katika nyanja zote hadi ushindi utakapokamilika. Tupate undani wa taarifa hii. Wanamgambo wa RSF walivamia ikulu mnamo Aprili 2023 wakati wa vita vilipozuka katika jeshi la Sudan na kundi hilo la RSF yaliongozwa na Jenerali Hadman Dagalo maarufu Hemed. Wakati huo wanamgambo wa RSF walichukua udhibiti wa mitaa ya Khartoum kwa haraka, huku serikali iliungwa mkono na jeshi la Abdul Fattah al-Burhan ikikimbilia bandari ya Sudan kwenye pwani ya Bahari Nyekundu. Miezi hivi karibuni kumeshuhudiwa mapigano makali katikati ya mji mkuu wa Khartoum. Mapema wiki hii jeshi lilisema vikosi vyake vimewazingira waasi wa RSF kutoka kaskazini na kusini mwa mji wa Khartoum. Wanamgambo wa RSF wamesema kumekuwa na makumi ya watu katika shambulio kwenye ikulu ya rais ya Khartoum, na saa chache baada ya jeshi kuiteka tena siku ya Ijumaa ya leo. Jeshi limeonekana kubadili mkondo wake wa vita, kwanza likisonga mbele katikati ya Sudan ili kurudisha eneo lake kabla ya kuelekeza nguvu zake mjini Khartoum. Hata hivyo, pande zote mbili zimeapa kuendelea kupigania sehemu iliyobaki ya nchi na hakuna juhudi zozote za mazungumzo ya amani zilizotekelezwa. Vita hiyo vilizuka huku kukiwa na mzozo wa madaraka kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF kabla ya kipindi cha mpito kuelekea utawala wa kiraia. Kwa takriban miaka miwili, vita hivyo vya Sudan vimeua makumi na maelfu ya watu na wengine zaidi ya milioni 12 wamelazimika kuyahama makazi yao na kusababisha njaa kubwa zaidi ya kibinadamu duniani. Nelson Munema, Channel 10+. Na mtazamaji, na sasa ni nchini Iran. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei hii leo amesema kwamba vitisho vya Marekani dhidi ya nchi yake havitafika popote na kuionya Washington juu ya taarifa na mipango yoyote ya kuidhuru dola hiyo Uajemi. Khamenei ameyasema hayo kupitia hotuba iliyorushwa moja kwa moja na televisheni katika kile kinachozingatiwa kuwajibu kwa matamshi yaliyotolewa na Rais Donald Trump hivi karibuni aliposema Marekani inaweza kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Kwenye hotuba yake, Khamenei pia amekanusha madai kwamba nchi yake inafadhili vita vya kiwakala kwenye kanda ya Mashariki ya Kati, akisema makundi yanayotajwa yanafanya kazi kwa uhuru bila mkono wa Tehran. Rais Trump aliitaka Irani ikomeshe uungaji mkono wa kijeshi kwa makundi ya wapiganaji kwenye kanda hiyo ikiwemo Hamas na waasi wa Houthi wa nchini Yemen, ama ajiandae kulipa matokeo ya ufadhili wake. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, tuangazie taarifa nyingine. Mamia ya wakazi wa mtaa wa Mpomvu, kata ya Mtakuja, manispaa ya Geita, mkoani Geita, wamekusanyika kwa wingi kushuhudia tukio la mti ulioangushwa na mvua kisha kukatwa matawi yake kudaiwa kuwa umesimama wenyewe nyakati za usiku. Taarifa zaidi na Mrisho Sadik. Mti huo unaotambulika kwa jina la mti kunuka unaomilikiwa na kanisa la TAG Mpomvu Geita mjini umewashangaza wakazi wa mtaa huo na kutoka maeneo mbalimbali baada ya kudaiwa kusimama tena baada ya kuangushwa na mvua kisha kukata matawi yake, huku mchungaji wa kanisa hilo Jefta Lamek akielezea tukio hilo. Jamii ninachowaeleza hakuna cha ushirikina kwamba uliosababisha mti huo kusimama. Ni mti tu ambao umeanguka baada ya kuangua na kuacha shimo nyuma yake, na baada ya kutolewa matawi, ule uzito wa udongo pamoja na shina kwa sababu ni nene, ikabidi kurudi. Toka jana jioni mti ulikuwa tumeshamaliza kukata, ulikuwa umelala hivyo, na hali ya kurudi kusimama limesimama usiku, ambapo nani shahidi wakati analiona linasimama? Hakuna shahidi hata mmoja. Tumepata taarifa, tunaamka asubuhi tunakuta mtu umesimama. Idadi kubwa ya watu kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya mtaa huo wamejitokeza kwa wingi, huku wengi wao wakishangazwa na tukio hilo.
Wananchi mimi nawashauri kwamba wasichukulie ni jambo la ushirikina, bali isipokuwa ni mti tu ulizidiwa uzito na ule mchanga wa nyuma likawa limerudi ile mti. Mimi nimefika hapa nimekuta lenyewe limesimama limti kama limti, na juzi lilikuwa limeanguka, lilikuwa naangua. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mpomvu Bwana Chazi Manyanga amesema tukio hilo halihusiani kabisa na imani za kishirikina. Wanaishi kiimani zaidi na kila mmoja anaamini anachokiamini. Sisi kama serikali hatuamini kama ushirikina upo, wao wanaamini. Kwa hiyo ile ni hali tu ya kiimani. Kutoka mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Naam, shukrani Mrisho Sadiki kutokea huko mkoani Geita. Na hiyo ni taharuki ambayo imetokea katika mkoa huo wa Geita. Na mtazamaji, tuelekee mkoani Tanga. Idadi ya wagonjwa wanaokwenda kupata huduma ya matibabu kwenye kituo cha afya Majengo kilichopo katika halmashauri ya mji wa Korogwe mkoani Tanga imeongezeka kufuatia maboresho makubwa yaliyofanywa kwenye kituo hicho na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kipindi cha miaka 4 tangu aingie madarakani. Kutoka Korogwe, Ernest Mbezi anaripoti. Miongoni mwa maboresho yaliyofanywa kwenye kituo hicho ni pamoja na ujenzi wa wodi ya wazazi, jengo la upasuaji pamoja na uwepo wa vifaa tiba vya kisasa ikiwepo x-ray mashine, hali ambayo imepunguza vifo vya majeruhi wa ajali za barabarani, na hapa baadhi ya wananchi wanaeleza. Katika kipindi cha miaka 4 hii ya utawala wa Mama Samia, kimsingi tunajivunia kwa sababu mwanzoni tulikuwa tunapata tabu sana kwenye huduma za afya. Lakini kwa sasa huduma zimeboreshwa kwa kiasi kikubwa sana. Wagonjwa tunapata huduma za x-ray, huduma za ultrasound, huduma za kina mama kujifungua sasa hivi imeboreshwa. Mimi nimeingia hapa kiuzalula, maana mtoto alipushiwa na gari pale. Kuja tumepokelewa vizuri na sasa hivi mtoto kashapata huduma na yuko ndani kwenye x-ray. Kwa kweli tunashukuru huduma za hapa na tunamshukuru Mama Samia, tunampongeza, tunamtakia tena, tunajua ni mgombea wetu. Mitano tena tunampa. Akielezea maboresho yaliyofanywa kwenye kituo hicho na kupelekea ongezeko la idadi ya wagonjwa wanaopata huduma za matibabu kwenye kituo hicho, mganga mfawidhi wa kituo cha afya Majengo Dr. Ramazani Chande amesema kituo chetu cha afya Majengo tunatoa huduma ya wajawazito, uzalishaji. Pia tuna vifaa vya tunatoa huduma za maabara na huduma za mionzi. Nipende kutoa shukrani kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kipindi hichi cha miaka 4. Maboresho ya kwenye afya yameongezeka tija. Hali hiyo imepelekea mamlaka maji safi na usafi wa mazingira HTM kutembelea kituo hicho na kukabidhi vifaa mbalimbali vya usafi pamoja na magodoro kwa ajili ya wagonjwa ili kuunga mkono juhudi za serikali za kuboresha kituo hicho, ikiwa pia ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya maji. Vifaa hivi vyote kwa ujumla vinagharimu shilingi milioni 1,130,000. Kwa hiyo tunakukabidhi kwa ajili ya shughuli za wagonjwa. Mimi nimejikita kwenye mambo mawili hapo, nataka turudishe shukrani kupitia kwenu HTM. Kwenye kituo hiki ukiacha kama tuliletwa fedha takriban shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wake wote, Mheshimiwa Rais hakuishia hapo. Ametuletea ambulance mpya ya kisasa kwenye kituo cha afya Majengo. Kutoka wilayani Korogwe mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10+. Jeshi la polisi mkoa wa Katavi kitengo cha usalama barabarani linatoa onyo kwa watumiaji wa vyombo vya moto pindi wanapokuwa barabarani na kuwaheshimu watembea kwa miguu na kuzingatia sheria za usalama, na limeanza kutoa elimu kwa wanafunzi 1361 wa shule ya msingi Kashato halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi juu ya matumizi ya barabara, huku ikitoa onyo kwa wazazi kuacha kuwapandisha watoto wao kwenye pikipiki eneo la mbele kwenye tanki la mafuta. Pasco Emmanuel kutoka huko anatutaarifu zaidi. Akitoa elimu ya usalama barabarani, mkaguzi wa polisi Geoffrey Brighton kwa wanafunzi wa shule hiyo amesema kuwa anaomba wazazi kuepuka kuwapandisha watoto wao kwenye pikipiki sehemu ya mbele. Kwa hiyo waambieni wazazi msitupakize mbele pale kwenye nini? Kwenye pikipiki. Alafu mzazi yeye anakuwa amevaa kofia ngumu ama helmet, ila wewe hujavaa kitu chocho. Utakapopata ajali maana yake wewe utatangulia, ndondoka chini,
alafu na pikipiki itafata na itakuumiza. Sawa watoto wazuri? Ndio. Umenielewa? Ndio. Kwa hiyo tuwaambie wazazi wetu, hata kama hatupenda sana, lakini usikae pale mbele kwenye pikipiki. Sawa? Pia Peleka ni mkufunzi kutoka ofisi ya RTO mkoa wa Katavi, dawati la utoaji elimu ya usalama barabarani, ameeleza kuwa ni muhimu wanafunzi wazingatie sheria za usalama barabarani na wanapotoka shuleni ili kujiepusha na ajali. Angalia kulia, angalia kushoto, alafu kulia tena. Kwa nini tunaanza na kulia na kumalizia kulia? Ni kwa sababu chombo kilicho kulia kwako, sawa? Ukiwa pale unatoka huku shuleni uende ule upande wa madukani, chombo kilicho jirani na wewe ni hiki ambacho kinatoka kulia kwako. Hawi? Sawa. Nani unatakiwa kuvuka barabara ukiwa unaendesha baskeli? Baskeli haina taa za kuonyesha uelekeo kama ilivyo pikipiki. Pikipiki siwa mnaona ina taa? Ndio. Ambazo zinaitwa indicator za kuonyesha uelekeo. Kwa kuwa baskeli haina taa za kuonyesha uelekeo, huwa tunaonyesha ishara kwa mkono. Kwa upande wake mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kashato Hezron Tweve amewataka wanafunzi kuzingatia elimu waliopatiwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani. Sawa? Ndio. Wale wanaoishi Makanyagio, kivuko chetu kiko pale. Sasa wengine wanavukia pale mapanda njia. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, naitwa hapa Skemanuel Katona. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tuangazie taarifa nyingine. Volodymyr Zelensky amesema maafisa wa Ukraine na Marekani watakutana kwa mazungumzo ya amani nchini Saudi Arabia Jumatano ijayo baada ya Kremlin kuthibitisha mazungumzo ya Marekani na Urusi siku hiyo hiyo. Zelensky pia alionya kwamba kuondoa suala la wanachama wa NATO kwa Ukraine kwenye meza ni kitu ambacho Putin amesema hakiwezi kujadiliwa kwa amani, na kukanusha madai ya ikulu ya White House kwamba alijadili kukabidhi umiliki wa vinu vya nyuklia vya Ukraine kwa Marekani wakati wa mazungumzo na Donald Trump. Mazungumzo ya hivi punde yanajiri wakati ambapo Marekani inajaribu kusuluhisha usitishwaji wa mapigano kati ya mataifa hayo mawili kabla ya mapigano ya zaidi ya miaka mitatu. Zelensky na Putin wamekubaliana kusitisha mapigano kimsingi wakati wa mazungumzo na Marekani, lakini hakuna makubaliano yaliyoafikiwa kufikia sasa kutokana na hali zinazokinzana. Kiongozi wa Urusi hivi majuzi alikubali kusitisha mashambulizi ya angani dhidi ya miundombinu ya nishati, lakini mashambulizi kama hayo kutoka pande zote mbili yanaendelea. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo na sasa turejee hapa nyumbani. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management, Utumishi na Utawala Bora, George Simbachawene amesema kuna haja kubwa katika kuboresha njia zinazotumika katika mradi wa ajira za kijamii kwa watu wasiokuwa na uwezo na wanaohudumiwa na mpango TASAF. Simbachawene ameyasema hayo nchini Afrika Kusini wakati wa majumuisho ya ziara ya mafunzo ya siku 5 nchini humo kuhusu mfumo wa ajira za watu wasiokuwa na uwezo kama ambavyo hapa nchini unavyotekelezwa na TASAF kwa ajili ya kuzisaidia kaya na familia maskini. Haji Bwegege ana undani wa taarifa hii. Waziri Simbachawene aliyeambatana na ujumbe kutoka mfuko wa kunusuru kaya masikini TASAF amesema nchi ya Afrika Kusini imepiga hatua kubwa na kuboresha wasiokuwa na ajira kwa kuweka sera wezeshi ili kuwakomboa walio katika mpango wa kusaidia kaya masikini. Simbachawene ameongeza kuwa wizara yake ina jukumu kubwa la kuhakikisha miradi mbalimbali inayoanzishwa na serikali yapaswa izingatie ubora na utekelezwaji wa sheria na sera zilizoboreshwa ili kuhakikisha kada hii inakuwa imara. Swala la ukosefu wa ajira, swala la kupambana na umaskini haviachani. Wenzetu wametenga bajeti maalum ya serikali na wana wizara maalum inayoshughulika na ajira za umma zinaitwa Public Works and Infrastructure, Ministry of Public Works and Infrastructure, ambayo yenyewe kila kukicha na kila mahali na kila penye shughuli yoyote ya private sector au ya umma lazima kuwe kuna vijana wasio na ajira rasmi wamechukuliwa na kuingizwa katika programu ile na wanalipwa mshahara na serikali.
lakini zaidi ya pale pia vijana hao wanajengiwa ujuzi na uwezo wa kuweza kujitegemea na kuanzisha biashara zao au kwenda kujiunga na kuajiriwa na watu wengine. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa TASAF Shadrack Mzilai amesema baada ya ziara hiyo kuna mabadiliko makubwa wanayokuja nayo hapa nchini na kushirikiana na taasisi nyingine pamoja na serikali kuu ili kuboresha utoaji huduma katika miradi mbalimbali. Kikubwa tulichokiona ni kwamba fursa za ajira, zile ajira za muda, si tu kwamba zinapatikana kwa kubuni vitu vipya au miradi mipya kwenye zile community, ni kwamba tunaweza tukapartner na shughuli nyingine ambazo serikali inafanya, tukaweza kutengeneza mashirikiano, basi mule katika zile shughuli ambazo wanafanya na hizo taasisi mbalimbali zinaweza kuwa za umma au taasisi binafsi, basi walengwa wetu wakawa wanapata fursa za ajira pale kwa sisi kuweza na sisi kuchangia kile kiasi ambacho kitakuwa kama ni maujira kwao. Haji Bwegege. Shukrani Haji Bwegege kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo inatoa wasaa wa habari za michezo na burudani, na hivi punde utakuwa naye Kiongo Biriani Lulu Ali atakujuza zaidi. Naam, shukran sana Filipina Ndoto kwa habari hizo, nami niko hapa kukujuza katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni Kiongo Biriani Lulu Ali, karibu. Na kwa kwanza tuangazie kwamba naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Hamis Mwinjuma amekabidhi timu ya Taifa Stars bendera ya taifa, ikiwa ni ishara ya kuaga na kuanza safari kwa kuwatakia heri katika mchezo wao wa kuwania kufuzu kombe la dunia la mwaka 2026 unaotarajiwa kuchezwa Machi 26 mwaka huu wakicheza dhidi ya Morocco. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Akizungumza katika iftari iliyoandaliwa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Hamisi Mwinjuma ameeleza umuhimu wa mchezo huo, huku akiwataka Stars kujituma ili kupata ushindi kutokana na namna serikali inaviunga mkono michezo kwa kutoa fedha za kusaidia sekta ya michezo hapa nchini. Mchezo wa mpira wa miguu mnaokwenda kucheza ni mchezo wa kitimu. Nafahamu uwezo na tofautiana na watu hawamki hivyo kila siku, lakini naamini mkiweka mshikamano mbele, mkiweka uzalendo mbele, mtafika mahali mkapata matokeo ambayo wote tunayatarajia. Kwa upande wake, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia ametakia heri timu hiyo, huku wachezaji wakieleza utayari wao kuelekea mchezo huo. Mechi muhimu sana ya kihistoria. Kama tunashinda, nadhani tutakuwa tumeweka mguu mmoja kwenda timu ya taifa, kwenda kombe la dunia Marekani mwakani. Kwa hiyo kuja kwetu Tanga hapa, tunaomba wanatanga mfanye dua zenu kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kuwezesha hapa hawa watakapokuwa Morocco waweze kupata ushindi. Kila Mtanzania anafahamu umuhimu wa mchezo huu, lakini mimi naamini tutapambana, na makocha wetu wanajua nini cha kufanya, wana approach ambayo wanajua tutaingia nayo. Kwa kikubwa sisi tuko tayari katika huu mchezo. Timu ya Taifa Stars iliweka kambi mkoani Tanga kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wao dhidi ya Morocco, na imeondoka Ijumaa hii kuelekea Morocco kupitia uwanja wa ndege wa Kilimanjaro. Kutoka Tanga, Raya Kipingu. Na mtazamaji, huyo ni mwana michezo wetu Raya Kipingu akituhabarisha. Tukiangazia taarifa nyingine, tuelekee huko Tanga. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira HTM imeanzisha mashindano ya mpira wa miguu yenye lengo la kuhamasisha wananchi wa kata ya Mswaha wilayani Korogwe mkoani Tanga kutunza na kuhifadhi chanzo cha maji kilichopo kwenye kata hiyo, ambacho kitahudumia sehemu kubwa ya mkoa wa Tanga kupitia mradi wa maji wa miji 28. Kutoka Korogwe, Ernest Mbezi ana ripoti zaidi. Mashindano hayo yanakwenda kwa jina la HTM Maji Cup, ambayo yanakutanisha timu za vijiji vyote vya kata ya Mswaha, ambapo akiongea kwa niaba ya mkurugenzi wa mamlaka hiyo Mhandisi Yohana Mgaza wakati wa ufunguzi wa mashindano hayo, afisa habari wa HTM Ali Mbuyu amesema tunawathamini watu wa Mswaha kwa sababu ndio walioshika roho za wilaya 4, kwa maana ya Handeni, Korogwe, Pangani na Mweza. Maji yote yatatoka hapa yataenda kwenye wilaya zote hizo 4. Mnajiona ni kwa namna gani mtakuwa mna umuhimu. Kwa sasa tusipowajali watu hawa, tukaendelea tu kukaa tu na wale watu wengine, huku kukiharibika na kote nako kumefanyaje? Hassan Mdigo ni diwani wa kata ya Mswaha, naye anaelezea ligi hiyo ambayo inatarajiwa kuwanufaisha vijana wa kata hiyo,
ambao ni sehemu kubwa ya ulinzi wa chanzo hicho cha maji. Mheshimiwa Waziri wa Maji Aweso Juma Aweso, wakati amekuja kukagua mradi, alisema atatupa zawadi ya kuanzisha ligi ya maji ambayo ni Maji Cup. Tunashukuru Aweso ametimiza ahadi yake. Ligi leo imeanzishwa, ni furaha, michezo ni amani, michezo ni afya. Tunashukuru, jambo hili ni zuri, liendelee. Kwa ligi itatunufaisha pakubwa kwa sababu vipaji vipo, wenye kuonekana wataonekana, na ukizingatia pia mambo ya maji ni muhimu sana kwa afya. Kiufupi ligi hii itatunufaisha pakubwa sana. Swala la ulinzi tumelianza tangu tulipopewa taarifa ya kwamba hapa kunatengenezwa mradi wa maji. Kwa sababu watu wa Mswa ni wakarimu, ndio maana tumeweza kushiriki pamoja kama kuulinda mradi huu uweze kutoa maji salama. Nikiripoti michezo kutoka wilayani Korogwe mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi. Naam, shukrani sana Ernest Mbezi kwa taarifa hiyo. Shirikisho la sanaa za maonyesho nchini Chisama limeeleza kujivunia mafanikio sekta ya sanaa nchini kwa kipindi cha uongozi wa miaka 4 wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa kipaumbele katika kuitangaza na kuinua sekta hiyo. Tupate taarifa zaidi. Hayo yameelezwa na rais wa shirikisho la sanaa za maonyesho nchini Dr. Sinsia Henjewele wakati wa mahojiano maalum na Channel 10 Michezo, ambapo ametumia nafasi hiyo kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa kinara katika kuitangaza sekta hiyo kama ambavyo wao wametekeleza kwa vitendo. Nitoa sana kwa upande wa shirikisho la sanaa za maonyesho Sarakasi. Watu wangu wa Sarakasi wameenda nje sana na wametangaza sana utalii wa Tanzania. Watu wa Ngoma wameenda nje, wametangaza sana utalii wa Tanzania. Ramadhani Brothers Sarakasi ndio waona pia. Lakini hii yote tangu mama alivyofanya Royal Tour. Baada ya Royal Tour dunia ilianza kuona na sisi tulianza kutoka na watu wakawa wanaelewa sana Tanzania. Kwa hiyo najivunia sana upande wa utalii, tumeweza kuitangaza Tanzania kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia nimshukuru mama, tangu ameingia ni historia, ametoa pesa kwa upande wa mfuko wa utamaduni. Wasanii wengi wamepata zile pesa. Kwa upande wetu wasanii wengi wapishi, ma-MC, ma-DJ, wapambaji, watu wa ngoma wameweza kunufaika kwa mkopo huu ambao mama alikuwa ametoa, ambao hauna riba. Lakini kikubwa zaidi, naona juzi tuliona upande wa comedy ilifanyika pale vichekesho. Mama alikuwa mgeni rasmi kwenye comedy. Yaani ni jinsi gani michezo ya jukwaani hatukuwahi kufikiria. Mama leo alikuwa kwenye michezo ya jukwaani, shirikisho la sanaa za maonyesho, akawa mgeni rasmi. Yaani ni jinsi gani mama anathamini sanaa na kuona hii kumbe ni kazi, ni ajira kama zilivyokuwa sanaa nyingine zote. Katika hatua nyingine, Henjewele ametoa wito kwa viongozi wa mashirikisho ya sanaa nchini kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, sambamba na kuwataka wasanii kutumia vyema mitandao ya kijamii katika kutangaza vivutio vya utalii. Toa wito kwa wasanii wale, hasa tuseme masuperstar wanaotumia mitandao mbalimbali ya kijamii, tuitumie vizuri sana. Tuitumie kwenye maadili mema. Lakini pia tutumie kwa kazi. Mtu mmoja akiwa na followers wengi, atakapotuma kitu kizuri pale kwa ajili ya nchi yetu, kitasambaa kwenye nchi nyingi sana. Mimi ni Juma Abdurrahmani. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo, na sasa huu ni ule wasaa kuangazia michezo ya kimataifa, ambapo tunaangazia huko nchini Zimbabwe. Mwogeleaji wa kimataifa wa Zimbabwe Kirsty Coventry amechaguliwa kuwa rais wa kwanza mwanamke wa kamati ya kimataifa ya Olympic, ambayo inasimamia shirikisho linalosimamia michezo ya Olympic duniani. Kwenye uchaguzi huo mkuu uliofanyika jana, mwanamama Kirsty Coventry aliwaburuza wagombea 6 waliowania nafasi hiyo muhimu ya kusimamia michezo duniani kama Sebastian Coe, rais wa shirikisho la riadha duniani Johan Elias. Hawa wanatoka Uingereza. Aidha, rais wa shirikisho la mchezo wa kuteleza kwenye barafu mwanamfalme Faisal Al Hussein kutoka Jordan, mjumbe wa kamati ya IOC David Lapatient wa Ufaransa, rais wa shirikisho la waendesha baiskeli Juan Antonio Samarch Jayara kutoka Hispania, makamu rais IOC Morinari Watanabe kutoka nchini Japan. Na mtazamaji, na katika upande wa burudani zinazobamba mtandaoni, inamhusu mwanamama Martina Biga anayetoka nchini Ujerumani na mumewe Michael Erwin. Wote wawili wamejidunga sindano ya homoni ya melanotan ambayo huchochea seli na kufanya ngozi zao kuwa nyeusi. Martina amedai amepokea mialiko mingi kutoka kwa mashabiki zake katika nchi nyingi za Afrika, jambo linalofanya yeye na mpenzi wake kufikiria kuhamia Afrika. Kwa mwanamama Martina, sio tu
tu kuchoma sindano ya kubadili rangi ya mwili wake, bali amefanya mabadiliko mengi ikiwemo kutengeneza umbo, kuongeza ukubwa wa lipsi zake. Kubwa kwa sasa, mwanamama huyo anasema kuwa anataka kuhamia Afrika kwa sababu anahisi ana uhusiano wa kina na watu Afrika kwa kuwa sasa amekuwa mweusi. Ni hayo tu upande wa michezo na burudani kwa leo. Tufuatilie katika kurasa wa YouTube, tunapatikana kama Plus Digital. Kwa kufikia hapo sina la ziada katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni Kiungo Biriani Lulu Ali, kurudisha kwake Filipina Ndwata. Na mtazamaji, namna hiyo Kiungo Biriani Lulu Ali ndivyo ambavyo anatamatisha habari za michezo na burudani kwa mwanamke huyo ambaye yeye ametaka kubadili rangi yake na kuwa mweusi. Waafrika tujivunie rangi yetu ya weusi ambayo tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Nami sina la ziada kutokea hapa. Ulikuwa nami Filipina Ndwata katika mkusanyiko wa habari za kutwa nzima ya leo. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutokea hapa Channel 10 Plus na nikutakie usiku mwema. Kwaheri.